Yes, mambo vipi mtazamaji wa PMTV, karibu kwenye updates. Na kwenye updates leo hii bwana, tunaanzia mitaa ya wanalunyas, mitaa ya wanasimba ambao jana tunajua walicheza mchezo wao wa pili kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye kundi. Nikiwa nazungumzia mchezo dhidi ya Stade de Malien ambapo klabu ya Simba walikuwa wageni katika dimba la 26 March na klabu ya Simba iliweza kutota kwa mabao 2-1, mabao ambayo aliwekwa kimiani na Thaddeus Nkeng dakika ya 16, lakini pia bao la pili liliwekwa kimiani na Ismailia Simpara katika dakika ya 23. Na sisi tutaachana na Usampara ambaye alifunga goli la pili. Sisi tutadeo na Thaddeus Nkeng ambaye ndo alifunga bao la uongozi kwenye mechi hiyo. Na tetesi ambazo zimetufikia hivi punde, tetesi ambazo zinaishi ni kwamba klabu ya Young Africans ilishamalizana na Thaddeus Nkeng kabla hata ya mchezo ambao ulichezwa jana dhidi ya klabu ya Simba. Wapo ambao wanasema kwamba mchezaji huyo ameshakubaliana kila kitu na klabu ya Young Africans na kinachosubiriwa ni dirisha dogo tu liweze kufunguliwa ili mchezaji huyo aweze kuanza kuwatumikia wananchi, yani awe kijani na njano. Alichokifanya jana ni kama kuweka icing sugar tu kwenye keki ambayo tayari inawezekana akawa ameshaanza kuila huko akiwa anaelekea kuwatumikia wananchi. Kupitisha kwenye profile ama wadhifu wa bwana Thaddeus Nkeng. Huyu ni kijana mwenye umri wa miaka 25, raia wa Cameroon ambaye ana urefu wa futi 6.02, lakini pia karia yake alianzia ama karia yake ya uchezaji alianzia ndani ya klabu ya Bercerias, lakini pia akaenda Porto B, lakini baada hapo akaenda Porto chini ya umri wa miaka 19, lakini pia ametumikia klabu ya Olympic Donetsk, lakini pia amecheza ndani ya klabu ya HJK Helsinki, lakini pia ameweza kuitumikia Karabobo FC, lakini pia amewahi kuitumikia Libreville, lakini kwa sasa anaitumikia Stade de Malien. Na nikupitishe pia kwenye takwimu zake kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika kuanzia kwenye hatua za awali mpaka sasa. Yeye amefanikiwa kucheza michezo zaidi ya 5, lakini pia kwenye michezo hiyo amefanikiwa kutoa mchango wa mabao 4. Katika mabao 12 ambayo klabu yake imefunga, yeye katoa mchango wa mabao 4 kuanzia hatua ya awali mpaka hatua ya makundi ambapo mpaka sasa klabu yake imecheza michezo 2. Na hiyo ndo profile pamoja na takwimu za Thaddeus Nkeng ambaye jana aliwaning'iniza klabu ya Simba kunako dakika ya 16. Inasemekana wananchi wamepita naye kama upepo. Sasa wewe unatakiwa uje utuambie hapo, unahisi ndo msurulishaji ama suluhisho sahihi ndani ya klabu ya Young Africans ambao msimu huu kumekuwa na malalamiko kuhusiana na viwango vya washambuliaji wao ambavyo vimekuwa ni kama homa za msimu, nikiwa namzungumzia Prince Mpumelelo Dube pamoja na mshambuliaji Andy Boyeli. Unahisi Nkeng atakuja kuwa chaguo sahihi? Lakini pia uzuri wa Nkeng ni kwamba hawezi kucheza eneo moja, ni mchezaji ambaye anaweza kacheza kwenye mapana ya uwanja, nikiwa namzungumzia winga wa kulia, lakini pia winga wa kushoto, lakini pia anaweza kacheza kama mshambuliaji wa kati, lakini pia kuna muda anacheza kama namba 10 nyuma ya mshambuliaji. Unahisi atakuwa ni chaguo sahihi? Nafasi unayo kwa kuacha comment yako chini ya video hii, lakini pia wakati unaacha comment yako usisahau kwamba mechi zinaendelea kuwa ni nyingi mno. Endelea kubashiri kupitia pmbet.co.tz kwa sababu huko unapata pesa pamoja na magari. Ukiweka mkeka ukishinda unaingia kwenye draw kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.